si muziki. Wacha niwaambie, Biblia inasema kwamba dunia ni ya Mungu na vyote vilivyomo ni vya nani? Dunia ni ya nani? Na vyote vilivyomo ni vya nani? Cheza tu pole pole, usisimame, jasho itatoka wewe, jasho itakauka. Dunia ni ya Mungu na vyote vilivyomo ni vya Mungu. Wewe unaishi wapi? Wewe unaishi wapi? Wewe unaishi wapi? Wewe ni mali ya nani? Ambia jirani yako wewe ni mali ya Mungu. Ambia jirani yako wewe ni mali ya Mungu. Mwambie wewe ni mali ya Mungu. Bwana, chezea mwili ya Mungu kwa Mungu. Haleluya. Chezea mwili wa Mungu kwa nani? Kwa nini uende kwa mwili na mwili ya Mungu kwa disco matanga? Haleluya. Haya danse muziki. Haya nipe muziki. Twende twende twende. One. Hey, one. Haya two. Subia
tuko hapa tu. Kama utaokoka, utabaki peke yako duniani. Tuko hapa Monday mpaka Sunday. Tukipraise, tukicheza. Hallelujah. Walisema utabarikiwa, sema nimechoka. Kuna watu mahali walisema utabarikiwa. Watu walikaa mahali wakasema utachenga, na wakasema utaolewa, na wakasema utatoka hapo kwenye huko. Ati wewe utaishi tu kwa nyumba ya nyasi. Jioni ya leo nataka tuseme tunatoka. Tunatoka mahali hapo ambapo walisema tutatoka. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ai, nipe muziki. Walisema utabarikiwa, sema nimetoka. Walisema utabarikiwa, sema nimetoka. Walisema utatoka, sema nimetoka. Walisema utaolewa, sema nimetoka. Walisema utajenga, sema nimetoka. Walisema utabarikiwa, sema nimetoka. Walisema utabarikiwa, sema nimetoka. Toka kwa jina la Yesu. 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 Moja, mbili, tatu, twende juu. Ruka, twende. Ruka. asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Inua mikono sema amen. Haleluya. Nataka upige hatua usonge mbele kidogo. Naona wawili watatu wanasonga. Songa mbele kidogo, songa mbele kidogo. Ambia jirani yako tusonge tu. Ongea tu na yeye, mwambie tusonge. Hata kama kuangalia vizuri, wewe mwambie tu tusonge. Haleluya. Naona kuangalia vizuri lakini mwambie tusonge. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamsifu Mungu, tunamuinua, tunamwabudu maana anastahili. Mara nyingine inua mikono miwili juu sema amen.
Bwana ametupa uzima jioni ya leo tuweze kumwabudu, tuweze kumsifu, na pia tulete habari njema, habari ya ukombozi, habari ya uponyaji, habari ya kuinuliwa, habari ya kuwekwa huru, habari ya kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nina hakika ya kwamba hatutarudi jinsi tulivyokuja. Chochote ambacho ulikuja ukitaka utapata katika jina la Yesu. Sema amen. Wale ambao wanataka uponyaji mtapokea katika jina la Yesu. Sema amen. Wale ambao wanataka majibu ya maombi yao ambayo wamesubiri kwa muda mrefu, jioni ya leo utapokea katika jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Umechoka ama tuachie hapo? Umechoka tuachie hapo? Haya, twende. Na nyingine twende. Sioni mtu akiwa tayari. Haleluya. 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 Inua mikono yako kwa Yesu Bwana. Haleluya. Hey. Sioni ukicheza cheza, sioni ukikula ngoma. Aya, kula ngoma, kula ngoma, wewe kula ngoma, kula ngoma, twende pole pole. Aya, kula ngoma, aya miele kidogo wa, to miele kidogo wa, sasa miele kidogo wa. Wapi sigala Bwana. Haleluya. Inua mikono juu. Siku zote tunaimba Yesu, siku zote tunaimba Yesu. Sijasikia sauti yako wewe, sijasikia sauti yako wewe. Amenitengeneza Yesu, amenibadilisha Yesu. Siku zote tunaimba Yesu, siku zote tunaimba Yesu. Inua mikono, mikono. Nitamuita Jehova Jireh huyu. Nyamaza kidogo nikueleze wewe. Huyu Yesu kimbilio langu. Nasema huyu Yesu jemedari wangu. Huyu Yesu kimbilio langu. Hai! Huyu Yesu tegemeo langu. Jamani, huyu Yesu kimbilio langu. Jamani, huyu Yesu mponyaji wangu. Inua mikono, 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 mikono. Sigalaga, sigalaga, sigalaga. Hai! Nipe nafasi nimtukuze Bwana. Ayaye, ayaye. Kawuna yudo fuolo alungo Bwana yo. Ana yudo fuolo alungo Yesu ratego yeye. Ayudo nafasi hapa kusimnane. Ora alungo Yesu manoma kobada. Ora alungo Yesu manoma kobada. Yala godiamo alungo nyinge. Ana lungo maneyo Yesu ratego. Alungo maneyo Yesu jachangana. Hey! Analuongo maneyo Yesu ratego yaye. Analuongo maneyo, 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 maneyo. Sigala gala, sigala gala. Hey! Ay 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 ay. Kila mikono juu. Maki yangu ina shida kidogo. Inapotea ikirudi, tengeneza. Sigalaga, 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 sigalaga.
lako Yesu. Ayaye awiko wapi? Ayayayayaya anabira luonge yaye Yesu sipna anabira pake yaye Yesu sipna anabira luonge yaye Yesu sipna anapake yaye Yesu sipna kawana lungo nyinge ando Yesu ratega kawana lungo nyinge ando Yesu ratega kawana lungo nyinge ando Yesu sipna kawana lungo nyinge ando Yesu ratega
Pigia Bwana Yesu makofi ya sifa. Na vigelegele. Leo tunabarikiwa. Sema kwa sauti, leo tunabarikiwa. Hebu nisikie sauti, leo tunabarikiwa. Tunaleta mtumishi wa Mungu ashiriki neno la Mungu, alafu tutamleta Gombe ataimba, tutamleta dada Linda ataimba nyimbo zake za CD, na Bwana atatubariki. Wacha tuchukue nafasi ni mleta Reverend Martin Otieno. Weka mikono pamoja tunapomleta Reverend Martin Otieno aweze kutuletea mtumishi wa Mungu atakayesema nasi jioni ya leo. Shangilia Bwana kwa kelele na shangwe. Hallelujah. Somebody raise up your hand before the Lord. I want to confirm to Yala that as the servants of the Lord have said, we have not come just to pass away. We have come to be part of this ecosystem. And that is to confirm to you that the love of God, the glory of God, the presence of God has visited this land in a fresh dimension. Let us raise our hand as I usher in a servant of God. God has graced us tonight to have his minister. And I'm sure that through the grace that God has deposited upon him, somebody is going to be blessed. Somebody is going to be delivered. Somebody is going to be healed. Yala, this is the moment of your visitation. Let us receive from what God has graced his servant to deposit in our spirit man. Father, in the mighty name of Jesus, we honor you for whom you are. We want to thank you, oh God, even as we proceed, Father, with this meeting tonight. We want to thank you for that which you done from the first date of this meeting and that which you have been doing all through. Thank you, Father, even as your servant steps up, God, to speak, God, your word. How I pray that your may grace abound upon him. Grant him the utterance and arise against demonic and the satanic forces, principality and powers of darkness that could be contrary even to your will. Father, we disarm their network. We disarm their coordination. We disarm their setup in the spirit realm. And we disconnect, God, their coordination. We commit the land in your hand. I pray, God, my Father, let your presence go ahead of your servant. Grant him the grace of ministry. And through him, let the land be delivered. Let the land be saved. Let the land be restored. Let the land be set apart for their great works. We bless and we thank you. For in Jesus' name we pray, trusting and believing. Can you shout a better amen? Can you shout a much better amen? Let us put our hands together as we see the servant of the Lord, Pastor Stephen. God bless you so much, man of God. Amen. Thank you, sir. Praise the Lord. Yala, hallelujah. Kama unaniona nyosha mkono namna hii. If you are able to see me, please just wave to me. Hallelujah. Nipungie tu mkono kama unaweza kuniona. Hallelujah. I want you to move closer because we just want to pray. Nataka tu kasonge karibu kwa sababu tunataka tu kuomba. Thank you so much, and I'm seeing so many people who are listening to us. Asanteni sana, na naona watu wengi ambao wanatusikiliza sisi. I want to invite you, just come we pray as we finish this evening. Naombeni kualikeni kwamba njooni tu tukaombe jioni hino ya leo. I want us to just come. Nataka tu tukasonge karibu. Please, because we will hear briefly. Tafadhali, kwa sababu yako tuko hapa kwa muda mchache kabisa. We will not take much of your time. Hatutachukua muda wako mrefu. I want you to know, nataka ukajue, that several years ago, kwamba miaka mingi iliyopita, I was born in this land. kwamba nilizaliwa katika hii ardhi. And I was raised in this land. Na nililelewa katika hii ardhi. I lived in this place. Kwamba niliishi mahali hapa. Many of you
know me very well. Wengi wenu mwanijua na kunifahamu vyema. And I thank God Na nashukuru Mungu that God has brought me this evening kwamba Mungu amenileta jioni hino ya leo to be here and to be a blessing. kuwa hapa na kuwa baraka. Our home is just a stone throw away from here. Boma letu ni hapa tu karibu kutoka hapa. I can see my brothers and my sisters and my parents. Na naweza nikaona ndugu zangu, dada zangu na hata wazazi wangu. And it is a privilege Na ni nafasi kuu that God has given us. kwamba Mungu ametupa sisi. Allow me to say, Niruhusu nikaseme yesterday Bishop preached the gospel here. kwamba jana mtumishi wa Mungu alinena neno hapa. And he said that the proverb shall never be said again. Na akasema kwamba methali haitasemekana tena. When he was speaking, Wakati alikuwa anazungumza, I remembered the glory of this land. kwamba nilikumbuka utukufu wa hii ardhi. I remembered what Yala used to be. Nilikumbuka kile ambacho Yala kilikuwa. I remember the days we were growing up. Nilikumbuka zile siku ambazo tulikuwa tunalelewa. Cereal boards was operational. Hii chumba cha mbegu kilikuwa kinafanya This kazi. place was a buzz of business. Hapa mahali kulikuwa mahali pa biashara kubwa kabisa. Nothing anymore. Hakuna kingine tena. When we were growing up in Yala, Wakati tulikuwa tunalelewa hapa Yala, KBC was functional. KBC ilikuwa ikifanya kazi. It is no more. Haiko tena. But today, Lakini leo hii we came with the gospel of hope. tumerudi na injili ya We came tumaini. with the gospel of Jesus. Tumekuja na injili ya Yesu. If there is anything Kama kunacho kitu that can change an area, ambacho kinaweza kikabadilisha mahali, it is the gospel. na ni injili. It is not long ago. Ni si muda mrefu uliopita In tu, fact, last Saturday, hata Jumamosi iliyopita, we mourned and buried Professor Bethel Ogot. tulizika na kuomboleza Profesa Ogot. Not so long ago, Si muda mrefu uliopita, we mourned and lost our great son, tulipoteza na kuomboleza ndugu yetu mkubwa, George Magoha. George Magoha. Yala, there is something Kunacho kitu that God has for you. ambacho Mungu anayo juu You yenu. that is getting my voice. Wewe ambao waipata sauti The yangu. thing that changes an area. Kitu ambacho kinabadilisha mahali. It is not education, Si masomo, not anything, si chochote kile, but the gospel. lakini ni injili. It is the gospel Ni injili that changes a ambayo situation. inabadilisha mahala. It is the gospel Ni injili that brings hope ambayo inaleta matumaini to a hopeless people. mahali ambapo watu hawana For matumaini. the Bible Kwa kuwa says, Biblia yasema arise and shine, kwamba inuka na ukang'ae, for thy light has come. kwa kuwa mwanga wako umewadia. It is only the gospel Ni injili tu pekee that brings hope. ambayo inaleta matumaini. It is the word of Ni God neno la Mungu that brings change. ambalo laleta mabadiliko. And so this evening, Na kwa hivyo jioni hii ya we leo have come with the gospel, tumekuja na injili, the word of God, neno la Mungu which is the hope of people. ambalo ni tumaini la watu. When I was born in this land, Wakati nilizaliwa hapa mahali, I didn't have hope. sikukuwa na matumaini I yoyote. lived like anyone here. Niliishi kama mtu yoyote hapa. I behaved like everyone. Nilikuwa na tabia kama yoyote yule. My life was just like every other Maisha life. yangu yalikuwa tu kama yoyote yule. But one day, Lakini siku moja I heard the gospel. nilisikia injili. Just like today, Kama vile leo you are hearing the gospel. unasikia injili, And Jesus na Yesu came into my life. akaingia maishani mwangu, And Jesus gave me hope. na Yesu akanipa matumaini. If there is any one thing Kama kunacho jambo moja that Jesus will give you, ambayo Yesu atakupa wewe, is hope. ni matumaini. You might have lost hope Unaweza kuwa umepoteza matumaini with this life. na haya maisha, Maybe a lot is happening. huenda mengi yanatendeka, But today, lakini leo hii Jesus Yesu is the giver of hope. ni mpeanaji wa matumaini. Yesu adanyengima dhano toduoko geno kanyono mageno noselalie mahali ambapo there was no hope. Mahali ambapo hapakuwa na matumaini, Jesus Yesu brings hope. analeta matumaini. Bible says Biblia yasema in the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana chapter number 3 mstari wa 3, and verse number 20, mlango wa 3 mstari mdogo wa
20, Jesus Yesu is speaking to the people anazungumzia watu and is telling them, na anawaambia I stand at the door. kwamba nimesimama mlangoni, I stand at the door of your heart, kwamba nimesimama mlangoni mwa moyo wako and I am knocking. na ninabisha. If any man Kama mtu yeyote yule will hear atasikia sauti yangu and open his na door, afungue mlango wake, I will hear him. mimi nitamsikiza, I will come in. nitaingia, I will sup with him. nitakaa naye. Somebody this evening, Mtu jioni hii na leo it is a message of hope ni ujumbe wa matumaini that Jesus kwamba Yesu is right where you are. yu mahali popote ulipo. Jesus Yesu is about to come yu karibu kuja into your life, katika maisha yako, and he is saying na anasema that I am at the door. kwamba nimesimama mlangoni. This evening, Jioni hii na leo Jesus is not far. Yesu hayuko mbali, He's not far away. hayuko mbali tena, He's right where you are. yu mahali ulipo, And Jesus is at the door na Yesu yu mlangoni of your heart. wa moyo wako. Someone that is hearing my voice, Mtu yoyote yule asikiaye sauti yangu, you need to know unafaa ujue that Jesus kwamba Yesu is not coming from far. hatoki kule mbali, He is right where you are. yu mahali ulipo wewe, And he's at the door of your na heart. yu mlangoni pa moyo wako. He wants to come in. Anataka aingie, But the choice and the decision lakini maamuzi na chaguo of him coming ya yeye kuja remains with you. nasalia nawe wewe. You that is here, Wewe ambao hu hapa, the choice maamuzi of receiving ya Jesus kupokea Yesu as a visitor kama mgeni in your life katika maisha yako remains with you. inasalia nawe. I want to give you a story. Nataka nikakupe hadithi. How many would like to hear my Ni story? wangapi wangependa kusikia hadithi yangu? Kama unaweza sikia, kama unapenda story, hebu nione. Show me. Thank you. Yes, There is one man, Kunaye mtu mmoja, and this man was a rich man. na huyu mtu alikuwa mtu tajiri, And one time, na wakati mmoja he said to build a house. aliamua kujenga nyumba, He built a big bungalow, na akajenga jengo kubwa kabisa, and it was a story building. na kisha ilikuwa ni jengo lenye ghorofa. 5 rooms upstairs Kulikuwa na vyumba 5 juu and 5 rooms na downstairs. vyumba 5 chini. And the man Na kisha huyu mtu heard about Jesus, alimsikia kuhusu Yesu, and he heard that Jesus is a good man, na akasikia kwamba Yesu ni mtu mzuri, that Jesus can help him. kwamba Yesu anaweza akamsaidia. So when he was opening his house, Kwa hivyo alipokuwa anafungua nyumba he yake, invited many people alialika watu wengi kabisa, and invited na Jesus kisha akamwalika na Yesu pia into the party. katika hiyo sherehe And kubwa. after the party, Na kisha baada ya sherehe, the man went to Jesus huyu mtu alimwendea Yesu and told him, na Jesus, akamwambia Yesu I have heard kwamba nimesikia you are a good man. wewe ni mtu mzuri, You always protect. kwa kila mara wewe unalinda. And Jesus told him, Na Yesu akamwambia yes, I am a good man. kwamba ndiyo, mimi ni mtu I mzuri, can keep what you give me. naweza nikalinda kile ambacho umenipa. So the man told Jesus, Kwa hivyo huyu mtu alimwambia Yesu I have 10 rooms, kwamba ninavyo vyumba 10, 5 upstairs, ninavyo 5 kule juu 5 na downstairs. kisha kunavyo 5 hapa chini. Jesus, Na Yesu, I am giving you one. ninakupa tu kimoja, So I want you to be part of my kwa family. hivyo pia nataka ukawe sehemu ya familia And yangu. Jesus told him, Na Yesu akamwambia thank you. asante. And Jesus went upstairs. Na Yesu akaenda juu It was in the evening, ilikuwa ni jioni just like this. kama vile saa hii. Jesus went upstairs, Yesu akapanda katika chumba chake cha and juu, the night came. na usiku ukaja, The man went to sleep. huyu mtu akaenda kulala. But in the night, Lakini usiku, at night, usiku I want you to listen. nataka ukasikilize, At night, usiku something was happening. kitu kilikuwa kinatendeka. The man had a knock Huyu mtu alisikia mbisho on the door, katika mlango wake, and he had someone knock. akasikia mtu akibisha. He was not expecting a visitor, Hakuwa anatarajia mgeni yeyote, but he decided to go lakini aliamua kwenda to check who the person might be. kuangalia ni nani anaweza kuwa anakubisha saa hii. And when he opened the door Na wakati alifungua mlango and he peeped out, na kisha akachungulia kule he nje, saw Mr. Devil. aliona shetani, He saw the devil aliona shetani in his true character, katika tabia zake za the kiukweli, character that the enemy
have. zile tabia ambazo adui anazo. For the Bible says, Kwa kuwa Biblia yasema the thief comes to steal, kwamba mwizi huja kuiba, to kill and to destroy. kuua na kuharibu. When the man looked at it, Wakati mtu alimwangalia, he was afraid. aliogopa sana, Because he had heard about the devil. kwa sababu alikuwa amesikia kuhusiana na shetani. And so the devil flung the door Na kwa open. hivyo shetani alibisha na kufungua mlango kabisa, And the devil went in, na akaingia ndani. Shetani tormented the man akatesa huyu mtu the whole night. usiku mzima. This man gave the devil chance. Huyu mtu alimpatia shetani nafasi. The devil tormented him. Shetani alimtesa. Yalla, listen to me. Yala, nisikilizeni. If you give the devil chance, Unapompatia shetani nafasi, he torments you with sickness. anakutesa na He magonjwa, torments you with pain, anakutesa na with uchungu, suicidal thoughts. anakutesa na mawazo ya kujitia This kitanzi. man was tormented Huyu mtu aliteswa the whole night. usiku mzima. And just about daybreak, Wakati tu kulikuwa karibu kuna kucha, the devil banged the door and went. shetani alifunga mlango na kuondoka. And almost immediately, Na punde tu Jesus came down upstairs. Yesu akateremka kutoka kule juu. And the man was so tired. Na huyu mtu alikuwa amechoka. The man was saying, Jesus, Alikuwa anamuuliza Yesu, I gave you one. nilikupatia kichumba kimoja, Why didn't you help kwa me? nini The haukunisaidia? devil tormented me. Shetani amenitesa usiku kucha. Jesus told him, Yesu akamwambia son, kwamba mwana, this house hii nyumba belongs to ni you. ya kwako wewe, It is your right ni juu yako wewe to keep it. kuilinda. Today, Leo hii as long as your life alimradi maisha yako is yours, bado ni yako, you have the right. unayo maamuzi It yote, is you to keep it. ni wewe kuyalinda. As long as your business, Alimradi biashara yako, as long as your children alimradi watoto wako, are yours, bado ni wa kwako, it is upon you ni juu yako to wewe keep them. kuwalinda. And so the man said, Na kwa hivyo huyu mtu alisema, Jesus, Yesu, I have an idea. ninalo wazo, I have an idea. ninalo wazo. How many will want to know the idea? Ni wangapi wangependa kujua ni wazo gani hilo? Are you still following my story? Bado unafuatilia hadithi yangu? How many want to know the Ni idea? wangapi wanataka kujua lile wazo? This man told Jesus, Huyu mtu alimwambia Yesu, Jesus, Yesu, I have an idea. ninalo wazo. I want you now Ninataka wewe sasa to have the 5 rooms ukachukue vyumba vyote 5 vya juu, so that you allow me to have the 5 ili downstairs. kwamba mimi nikamiliki tu za chini peke yake. The man, then Jesus said, Kisha Yesu akasema yes, that is okay. kwamba ndiyo, hiyo ni vyema, I will take it. kwamba nitachukua. Jesus keeps what is given. Yesu analinda kile ambacho amepewa. And so, Na kwa hivyo the evening came again. jioni ikaingia tena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When the evening came, Wakati jioni iliwadia tena, Jesus went upstairs. Yesu yeye akapanda katika vyumba vyake vya And juu. the man went to his room. Huyu mtu akabaki katika vyumba The vyake vya night chini. fell in. Usiku kaingia, And that night, na huo usiku, usiku huo a terrible knock at the door. tena mbisho mkali katika mlango. The man felt pa, pa, pa. Huyo mtu alisikia mbisho pa pa pa. It reminds me back in the days Inanikumbusha kule nyuma, when the police was still a police force here. wakati siku zile polisi walikuwa wanaitwa polisi. And they could come and kick your door. Wangekuja na wapige teke mlangoni pa. So the man heard a knock and a kick of the door. Kwa hivyo huyu mtu alisikia mbisho katika mlango, He was again terrified. tena akaanza He kutetemeka, wondered, what is it again? akaanza kushangaa ni nini tena. I have given Jesus Nimepeana Yesu 5 rooms. vyumba vyote 5, Who is now coming? tena ni nani huyu anayekuja? That night, Usiku ule the man tiptoed. huyo mtu alianza kuchechemea, He went to see. akaenda kuona, He opened the door. akafungua mlango kidogo. And you know, Na wajua if you open your door, kwamba unapofungua mlango a wako, small opening, hata tu mlango sehemu the kidogo ile, devil destroys you. shetani anakuharibu wewe. And so this man opened the door. Kwa hiyo huyu mtu alifungua mlango sehemu ndogo, Immediately, hapo tu the devil forced himself, shetani akajilazimisha tena, akajilazimisha, pulled him back, akamsukuma kule nyuma tormented him, na akamtesa. for
gave him pain akampatia machungu the whole night usiku mzima, until the man was so weak. hadi wakati huyu mtu sasa alidhoofika. Almost in the morning, Wakati tu kulikuwa kuna karibia asubuhi, the man was tired, huyu mtu alikuwa amechoka, frail, alikuwa ameshadhoofika, worked up. alikuwa ameshachoka. Now the devil went. Sasa shetani akaondoka tu. Almost immediately, Punde tu Jesus was coming down. Yesu alikuwa anateremka. And ran to Huyo Jesus. mtu akakimbilia Yesu. Jesus, Yesu, why didn't you help kwa me? nini haujanisaidia? I have given you 5, Nimekupatia vyumba vyote 5 and the devil tortured me. na bado shetani amenitesa. And Jesus told him, Na Yesu akamwambia, son, mwanangu, this house hii nyumba belongs to you. ni ya kwako, It is up to you ni juu yako to keep it. kuilinda. And the man said, Na huyu mtu akasema, Jesus, Yesu, I have got an idea. sasa nimepata wazo. I have an idea, Sasa Jesus. nimepata wazo jingine I jipya. am giving you 9 of my rooms. Ninakupatia vyumba vyote 9. Jesus, Yesu, I'm giving you 9. ninakupatia vyumba vyote 9 I have one room, ili nikabakie tu na kimoja my bedroom. changu kimoja. There are things inside Kunavyo vitu ndani katika chumba changu cha that I kulala don't want you to know. ambavyo sitaki wewe ukavijue. So Jesus, Kwa hivyo Yesu I'm giving you 9. anakupatia wewe 9, And I'm allowing you to rule the 9. ninakuruhusu tu wewe ukatawale 9, But this one, lakini hii moja, this bedroom, hii chumba changu cha is kulala still mine. bado ni cha kwangu. And Jesus told him, Na Yesu akamwambia, thank you, son. asante mwanangu. And Jesus went up Na again. Yesu akaenda tena. That evening, Hiyo jioni tena it happened ilitendeka even more terrible. kwamba sasa ilikuwa vibaya The zaidi. devil came, Shetani alikuja, didn't wait for the door to be opened. hakusubiri mlango He ukafunguliwe, kicked the door in, aliupiga teke na kuingia, went inside, na kuingia ndani hit the man, akaanza kumtesa huyu mtu, destroyed the man. akamharibu huyu mtu, Oh, gave him pain, akampatia machungu, told him how he's struggling akamwambia jinsi alivyoteseka, until the man hadi huyu mtu was almost dead. alikuwa karibu anakufa, And it was about daybreak. na ilikuwa tu karibu kuna kucha. And you know what? Na wajua ni nini? The devil ran away. Shetani aliondoka, And almost immediately, na punde tu Jesus Yesu came again. akakuja tena. And the man looked at Jesus. Na huyu mtu akamwangalia The Yesu. man was weak and frail. Huyu mtu alikuwa amechoka na The kudhoofika. devil has tortured him. Shetani alikuwa ameshamtesa, Like many people in Yala kama vile watu wengi hapa are Yala being tortured by the ambao devil. wanateswa na shetani, They are being tortured by the powers of the enemy. wanateswa na nguvu za adui. Many are living in pain. Wengi wanaishi katika machungu, Many are living in suffering. wengi wanaishi katika kuteseka. My motherland, Hii ardhi ya kwetu, what our people watu wetu have given the devil an opportunity. wamepeana shetani nafasi And they are being in torture. na wanaleta kuteswa. The devil Shetani has no good thing. hana chochote kizuri. My friend, Rafiki yangu, the devil is a liar. shetani ni mwongo. Bible says Biblia yasema he came to steal, kwamba alikuja kuiba, to kill, and to destroy. kuua na kuharibu. But Jesus, Lakini Yesu, the one we are preaching here, yule ambaye tunamhubiri leo he hii, came that we may have life. alikuja ili kwamba tukapata uzima. Jesus gives life. Yesu anapeana maisha The devil takes it away. na shetani anaiondoa. Jesus gives hope. Yesu anapeana matumaini, The devil takes it away. lakini shetani anaondoa matumaini. So that day, Kwa hivyo hiyo usiku, Jesus told this man, huyu mtu, Yesu aliambia huyu mtu this house kwamba hii nyumba is still yours. bado ni ya kwako, It is written on you. bado imeandikwa kwa jina lako, And as long as it is yours, na alimradi bado ni ya kwako, you must protect it. lazima ukailinde. The man told Jesus, Huyu mtu akamwambia Yesu, Jesus, Yesu, I give you my heart. nakupatia moyo wangu, I give you this house. ninakupatia hii I nyumba, give you all the rooms. ninakupatia vyumba vyote. And Jesus told him, Na Yesu akamwambia how about kwamba je, if you change it, kama utaibadilisha it becomes my house. ifanyike kuwa nyumba yangu, I be the owner. ili mimi niwe mmiliki And you be my guest. na wewe ukawe mgeni wangu. The man was tortured. Huyu mtu alikuwa ameteswa
Joshua, this night, hii usiku, a decision night, usiku wa maamuzi, people will give Jesus their lives. watu walipatiana Yesu maisha yao. You will give Jesus your life Utapeana Yesu maisha yako, so that he is able to keep it. ili kwamba akaweze kuyalinda. Bible says Biblia sema he is able kwamba anaweza to keep kulinda that which is committed kile ambacho kimepeanwa to him. kwake. For years, Kwa miaka mingi we have been here. tumekuwa hapa. I was born again here. Niliokoka hapa. There are many people Watu wengi hapa with whom I preach. ambao ninahubiri. Some I preach for in primary school. Wengine nilihubiria nikiwa katika shule ya Some in high school. wengine wakiwa katika shule ya upili. And this far, Na huu mbali the Lord Yesu, has kept us. Bwana He is ametulinda. able to keep. Anaweza kulinda. If you have somebody nearby, Kama unaye mtu karibu nawe, tell them Jesus mwambie Yesu is able anaweza to keep. kulinda. Tell them Jesus Mwambie Yesu is able anaweza to keep kulinda that which is committed to kile him. ambacho kimepeanwa kwake. And so this man said, Na kwa hivyo huyu mtu alisema, Jesus, Yesu, I give you my life. kwamba nakupa maisha I yangu, give you my house. ninakupa Be the owner na wewe kuwa mmiliki, and be the I will be your guest. na mimi nitakuwa tu mgeni wako. And that night, Na huo usiku again Jesus went up. tena Yesu akapanda juu. And do you know what? Na wajua nini? About the night time, Usiku tu ulipowadia, again there was a pound tena kulikuwa na mbisho at the door. katika mlango. This time round, Wakati huu the devil Shetani came with his demons, alikuja na mapepo wake wants wote. to destroy, Alitaka kuharibu, to tear down alitaka kurarua this young man. huyu kijana. And what? Na wajua nini? What happened? Na kile ambacho kilitendeka, When the man wakati huyu mtu heard about the knock, alisikia mbisho, he was again afraid. aliogopa tena. He wondered, Alishangaa I have given Jesus kwamba nimepeana Yesu everything. kila kitu. Why? Kwa nini? Why again? Kwa nini tena? Why again? Kwa nini tena? And the man was again moving, Na huyu mtu alikuwa sasa anatembea crawling on his knees, akichechemea katika miguu yake. wanted to see the visitor. Alitaka kuwa na mgeni. That night, Huo usiku unusual thing happened. kitu kisicho cha kawaida How kilitendeka. many want to Ni know? wangapi wanataka kujua? How many want to Ni know? wangapi wanataka kujua? Wangapi wanataka kujua nione? How many of us will want to Ni know? wangapi kati yetu wangependa kujua? You know what? Wajua nini? When the devil knocked at the gate, at the door, Wakati shetani alibisha katika mlango, and Jesus na Yesu was now the owner of the house, alikuwa sasa mmiliki wa nyumba, what did Jesus do? ni nini kile Yesu alifanya? Jesus went downwards. Yesu aliteremka chini He sasa. found the man struggling, Alipata huyu mtu aking'ang'ana, wanting to open the door. alitaka kufungua huu mlango. Jesus brought the man at the back, Yesu akamvuta huyu kijana nyuma, and Jesus na Yesu opened the door, akafungua mlango, because Jesus kwa sababu Yesu does not fear the devil. haogopi shetani. Jesus Yesu does not fear the witches. haogopi wachawi. Jesus Yesu does not fear sickness. haogopi magonjwa. This evening, Jioni hii na leo, nothing is impossible with Jesus. hakuna chochote kisichowezekana na Yesu. Jesus doesn't fear Yesu haogopi the witches of Yala. wachawi wa Yala. Jesus does not fear Yesu haogopi the wicked men of Yala. watu waovu wa Yala. Jesus does not fear. Yesu haogopi. He opened the door, Alifungua mlango, and the devil na shetani was thereby standing. alikuwa pale na mapepo wake akiona. That night, Usiku ule the devil looked, shetani aliona, and he looked at Jesus. alitazama Yesu He looked at the number. na akaangalia nambari ya mlango, He said, no, this is a wrong address. akasema hapana, hapa nimepotea, I'm lost. ni kama He nimepotea. looked to the number. Tena akaangalia He nambari said, ile, no, but it is this number. lakini ni hii He nambari. looked at the person at the door. Na akaangalia mtu aliye It mlangoni, was Jesus. ona ni Yesu. And the devil Na shetani knelt and bowed akainama na kupiga magoti and ran away, na kuondoka, because kwa Jesus sababu Yesu is above the devil. ni juu ya shetani. Today, you can give Jesus Leo- your 100%. Leo hii unaweza
unaweza patia Yesu 100%. Jesus can protect you Yesu anaweza kukulinda because he's the Son of kwa God. sababu ni mwana wa Mungu. I invite you so that we may pray. Na kualikeni ili kwamba tukaweze kuomba. Let us all come. If you are seated, please, let's come and pray. John, tafadhali kama umesimama umeketi, naomba ukainuke ukasonge mbele tukaombe. I'm requesting everybody. Ninaomba kila mmoja. Hata wale ambao wameketi pale. I invite you. Na walikeni tafadhali. Everybody just move closer here. Kila mmoja tafadhali songa karibu hapa. I'm waiting for you. Ninawangoja na I am waiting for everybody. Thank you so much. Nawasubirieni nyote. I'm Asante. so appreciative. Nawashukuru sana. Those who are seated down. Wale ambao wameketi kule chini. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you, my people. Asanteni watu wangu. I know you and I love you so much. Nawajueni na nawaheshimu sana. Wonderful. Asante. Thank you so much. Asanteni sana. Let us just keep coming. Songeni tu tuzidi kukuja. Naomba tafadhali tusonge hadi hapa mbele. Hapa mbele. Songa tu. Wacha kusonga pole pole. Songa tu. It is a great night. It's a great evening. Bado jioni mzuri. Kule nyuma kwenye viketi jamani. Just move. Songa tu. Just come. Jesus is here. Njoo tu, Yesu yu hapa. Just come. Njoo tu. I want everyone here. Nataka kila mmoja hapa. Everybody. Kila mmoja. My brother, my friend. Ndugu zangu, rafiki zangu. My fellow Gamian. Watu wangu wa game. Come to Jesus. Just come. Njooni kwa Yesu. Come. Njooni. One day, one evening. Jioni moja siku moja. I heard same call. Nilisikia mwito huu. And I said yes to Jesus. Na nikasema ndio kwa Yesu. This evening. Jioni hino. The greatest miracle. Miujiza mikubwa. Is opening of your heart. Ni kufungua kwa moyo wako. Remember we have read a scripture. Dukumbuka tumesoma andiko. That says Jesus. Alisemalo Yesu. Is at the door of your heart. Kwamba Yesu yu mlangoni pa moyo wako. I want you to know. Nataka wewe ukajue. Listen to me. Nisikilize. The handle is right inside. Kwamba kitu cha kufungua kiko ndani mwako. It is you that can open for Jesus. Ni wewe ambao unaweza ukamfungulia Yesu. You are the only part. Ni wewe tu who can open your heart. ambao unaweza kufungua moyo wako. Jesus is at the door. Yesu yu mlangoni. And it is you. Na ni wewe. You can open for him. Ni wewe unaweza ukaweza kumfungulia. Remember God. Kumbuka Mungu sent his only begotten son. Alimtuma mwana wake wa kipekee. Whose name is Jesus. Ambaye jina lake ni Yesu. Who came and lived a sinless life. Ambaye alikuja na kuishi maisha yasiyo na lawama. The Bible says. Biblia yasema Jesus. Kwamba Yesu lived a sinless life. Kwamba aliishi maisha yasiyo na laana. He went on the cross. Na akaenda juu msalabani. Jesus never was to die. Yesu hakuwa afe. He committed no sin. Hakufanya dhambi yoyote ile. Because of our sins. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu. Jesus carried our sins. Yesu alibeba dhambi zetu. Isaiah saw him. Isaiah akamwona. And say he bore our sorrow. Akasema kwamba alibeba mauchungu yetu yote. He carried our pain. Kwamba alibeba uchungu wetu. What was to be ours. Kile ambacho kilifaa kiwe chetu. The punishment of our sins. Ile ghadhabu ya dhambi zetu. Was upon Jesus. Ilikuwa juu ya Yesu sasa. He hung on that tree. Akaenda juu ya mti ule. He was hung. Akapigwa msumari kule. Not because of his sins. Si kwa sababu ya dhambi zake. But because of your sins. Lakini kwa sababu ya dhambi zako He wewe. died. Akafa. Buried. Akazikwa. On the third day. Siku ya tatu. Even the grave. Hata ile kaburi. Even death. Hata kifo. Could not contain him. Hakingeweza kumbeba. The grave opened up. Ile kaburi kafunguka. The stone was rolled away. Na lile jiwe likabingirishwa. The Son of God came out. Na mwana wa Mungu akatoka. He is alive. Yeye yu hai. Today he is alive. Leo hii yu hai. And he is at your heart. Na yu katika moyo wako. You have two choices. Unayo maamuzi mawili. This evening. Jioni hii na leo. You can believe him. Unaweza ukamwamini. You can open your heart. Unaweza ukafungua moyo wako. Believing Jesus. Na kwa kumwamini Yesu. As the Son of God. Kama mwana wa Mungu. You can believe him. Unaweza ukamwamini. And commit your life to him. Na kisha upeane maisha yake kwake. I committed my life to Jesus. Mimi nilipeana maisha yangu kwa Yesu. When I raised my hand. Wakati niliinua mikono yangu. On that crusade. Katika huo mkutano wa mhadhara. It was like a play. Ilikuwa ni kama mchezo.
People laughed at me. wengi walinichekelea, They scoffed at me. wengine wakanikejeli, Many of us laughed at me. wengine wetu hapa walituchekelea, They told me, as there is nothing will amount out of you. na wakaniambia kwamba hakuna chochote ambacho kitatoka ndani mwako kizuri. What Bishop was saying yesterday. Kila ambacho mtumishi alikuwa anasema jana. Some of us, we were told, Wengine wetu tuliambiwa you can never become anything. kwamba hauwezi ukafanyika chochote. I remember some of my teachers. Nakumbuka baadhi ya walimu wangu, I remember some of my classmates. nakumbuka baadhi ya wanafunzi niliosoma nao, They scolded me. hata walinikejeli, They called me bad names. wakaniita majina mabaya. Yes, I was hopeless. Ndiyo, nilikuwa sina matumaini. Yes, I had no direction. Ndiyo, sikuwa na mwelekeo katika But when maisha. I opened my heart, Lakini wakati nilifungua moyo wangu, I got the way. nilipata njia, For Jesus kwa kuwa Yesu is the way. ndiyo njia. Jesus sorted my life. Yesu akashughulikia maisha yangu. Today I stand before you, Leo hii nasimama mbele yenu, my people, watu wangu, to tell you kuambieni the same Jesus kwamba huyu Yesu yule who yule have changed my story. ambaye alibadilisha hadithi yangu, Today, leo hii if you open your heart, unapofungua moyo wako, He can change your story. anaweza akabadilisha hadithi yako. Hallelujah. Amen. Jesus Yesu changed my story. alibadilisha hadithi yangu. I remember that evening. Nakumbuka jioni ile, jioni ile I raised my hands. niliinua mikono yangu. It was like full play. Ilikuwa ni kama mchezo, But I opened my heart. lakini nikafungua moyo wangu And I said yes to na Jesus. nikamwambia ndiyo kwa You Yesu. have a decision. Ndiyo, unayo maamuzi leo, As you are standing here kama vile ulivyosimama hapa or wherever you are hearing my voice, ama mahali popote usikiapo sauti yangu, you have a decision. unayo maamuzi. It is to open your Ni heart. kufungua tu moyo wako, Believe Jesus. mwamini Yesu And be willing to repent. na ukuwe tayari kutubu, Because sin kwa kuwa dhambi separates us from God. inatutenga na Mungu. Sin Dhambi keeps us away inatutenga sana from the love of God. kutoka na upendo wa And Mungu. so this evening, Kwa hivyo jioni ya leo I want us to close our eyes nataka tukafunge macho yetu, because we want to pray. kwa kuwa nataka tuombe In the name of kwa Jesus, jina la Yesu. I want us to pray. Nataka tukaombe And I want us to make a prayer na nataka tukafanye ombi this evening. jioni ya leo. Hallelujah. This is a very holy moment with God. Huu ni wakati mtakatifu sana na Mungu. The decision Maamuzi of opening your heart ya kufungua moyo wako is a personal decision. ni maamuzi ya mtu kibinafsi. The Bible says, Biblia yasema everyone kwamba kila mmoja who calls aitiaye the name of the Lord jina la Bwana shall be saved. atakombolewa. How many are ready to call on the name of the Ni Lord? wangapi wako tayari kuliitia jina la Bwana? Wangapi wako tayari kulitia jina la Bwana? Jiadimo ikore luongo nying ruodhwa. Moma wacho ni jogo muluongo nyinge neno resi. Inyalo resi kuom twech maganyuola. Inyalo resi kuom kuong mosetweyo kendo mojiso kendo monindo mieth moae. Anang'e mieth ka dobed maumiru ka, dobed mandano, dobed kalanyo gosoro, dobed anyiko sauri, nyamnini amohoho, uganga, ginga, mieth gi ang'e te, nyaka marenyo, nyaka hono, nyaka china, nyaka madiri, gin mieth maka Yesu okodonje. Tokano timre maber. I want to give you an opportunity Nataka nikakupe nafasi to accept Jesus. ya kumkubali Yesu. I want to give you an opportunity Nataka nikupe nafasi to open your heart. kufungua kinywa chako, He is moyo available. wako yu mlangoni mwako. If you are saying this evening, Kama unasema jioni hino, if you are saying this evening, kama unaamua jioni hii I want Jesus kwamba ninamtaka Yesu for the first time in your life. kwa mara ya kwanza katika maisha yako, You have never opened your heart for Jesus. haujawahi fungua moyo wako kwa sababu ya Yesu, Just like that man kama vile huyo mtu who finally decided ambaye mwishowe aliamua to give Jesus the whole of him.
kupeana Yesu maisha yake yote. If you're saying, Kama unasema Jesus, kwamba Yesu, I open my heart for you. ninafungua moyo wangu I kwako, want to be your child. nataka nikawe mwanao, I want to be born again. nataka nikaokoke, I want to be washed. nataka nikaoshwe. Raise your hand. Inua mkono wako, Raise it up. inua mkono wako If juu. you are saying, I want Kama Jesus unasema unamhitaji Yesu to forgive me all my sins. akanisamehe dhambi zangu zote. If you are saying, I want Kama Jesus unasema unataka Yesu to forgive me and to wash me. akanisamehe na nioshe. If you are saying you want to be born again, Kama unasema kwamba unataka kuokoka or you backslid, ama ulianguka, Jesus is here. Yesu yu hapa, He will restore you. atakurejesha. Raise your hand. Inua mikono yako, I'm still giving you an opportunity. bado ninapeana nafasi. Kapodi wacho ni dwa ruoth Yesu. Tinga tinga badi malo mondo alam kodi Nyasaye. We are praying with you. Lift your hand. Tunaomba nawe, I inua want you mikono to yako. lift it very well. Nataka ukainue mikono yako vizuri. I want you to lift it up very well. Nataka ukainue mikono yako vizuri. I want you to lift it like I am lifting mine. Ninataka ukainue jinsi nilivyoinua yangu. Tinga tinga makaka tingo lweta malo kama. Yesu dwaro neno lweti. Yesu rango chunyi ni kechen bura mingado. Kise tingo lweti malo. Adwan mondo alam kodi Nyasaye. Wachni ruoth Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Yesu, ninakuamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na siku ya tatu Yesu kafufuka. Jioni ya leo nafungua moyo wangu. Yesu, njoo unisamehe makosa yangu yote niliyofanya. Ninakiri kwa kinywa changu mimi nimekuwa mwenye dhambi, na leo ninaamini kwa moyo wangu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na kuomba unisamehe, unioshe kwa damu yako, na uingie moyoni mwangu. Yesu, na kuitia jina lako, niokoe sasa. Sema Jesus. Sema Yesu. Sema Jesus. Sema Yesu. Save me now. Niokoe sasa. Sema Jesus. Yesu. Save me now. Niokoe sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo, sema kuanzia leo, unijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Nipe uwezo wa kusema la kwa dhambi katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, nijaze kutoka kwenye utosi wangu hadi nyayo zangu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Piga Bwana makofi mazuri. Iwapo umeomba na sisi, kama umeomba pamoja na sisi, naomba usonge tu mbele tukusalimie, tuombe na wewe. The same God who did it for me. Yule Mungu yule aliyenitendea mimi. The same God. Yule Mungu yule That same God. Yule Mungu yule. The God who remembered me. Mungu aliyenikumbuka mimi When I was in pain. wakati nilikuwa katika machungu. When I was walking around. Wakati nilikuwa natembea. This same God. Ni Mungu yule. If you say that prayer. Kama umesema lile ombi, I want you to come. nataka ukaje. I saw many hands. Nimeona mikono mingi sana. Never be ashamed. Usiogope. I want to pray with you. Nataka nikaombe pamoja nawe. If you're coming, kama unakuja, just come. njoo tu In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. As we pray. Tunapoomba, Heavenly Father, rangaranga koni miwangi jaduong miamia wangi wala mokodi Nyasaye. Nyasaye nika. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, in the name of your Son kwa Jesus, jina la mwanao Yesu, thank you asante for the lovely kwa ones sababu ya hao wapendwa that have been washed in the blood. ambao wameoshwa kwa damu, They have been sanctified. ambao wametakaswa. Today their sins Leo hii dhambi zao have been forgiven. zimesamehewa. They have opened their hearts Wamefungua mioyo yao for Jesus. kwa ajili ya Yesu. It may look weak. Inaweza onekana dhaifu, It may look like a plague. inaweza onekana ni kama ni mchezo, But Jesus, lakini Yesu, it is written,
imenakiliwa that you will never reject kwamba hautawahi kataa he that is committed to you. yule ambaye amejipeana kwako. I pray Ninaomba for every single soul kwa kila nafsi that is here, ambayo iliyo that hapa, have said yes to ambayo Jesus. imesema ndio kwa Yesu. May today Leo hii their names majina yao be registered iandikwe in the heavens of God. katika mbingu za And Mungu. from today, Na kuanzia leo we disconnect them tunawaachanisha from every power. na kila nguvu, We disconnect their lives tunaachanisha maisha from yao every satanic altar. na kila madhabahu ya In kishetani the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Evil altars, Hata madhabahu ya generational altars, ile madhabahu ya kiuzazi, evil powers zile nguvu za that pulls men back, ambazo zinasukuma watu that kurudi nyuma, leads men into alcoholism, ambazo zinarudisha watu into drugs and addiction. katika In the madawa. name of Jesus. Kwa jina la Yesu Break right now. ninazivunja zote, Break right now. ninazivunja sasa By the word of truth, kwa neno la ukweli. we release the Tunaachilia power nguvu of Jesus. za Yesu, By the power kwa nguvu in the name of kwa Jesus, jina la Yesu we release them. tunaachilia, And we speak the power tunazungumza nguvu that liberates men ambazo zinaachilia watu to liberate them. zikawaachilie In the name of kwa Jesus, jina la Yesu. I command Ninaamrisha evil powers, nguvu za kipepo, satanic force, zile nguvu za kishetani in the name of kwa Jesus, jina la Yesu I command you out. ninaziamrisha zitoke. Evil powers, Nguvu za kishetani, forces of hell, zile nguvu za demonic altars, zile mapepo, command you out. ninaamrisha mtoke. Liberate your spirit, Ninaachilia nafsi yako, your body, mwili wako, your mind, mawazo in the yako name of kwa Jesus. jina la Yesu. Be thou set free. Na sasa ukaachiliwe huru, Be thou set na free. sasa ukaachiliwe huru In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Be thou set free. Sasa ukaachiliwe huru, Be thou set sasa free. ukaachiliwe huru In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Be thou set Sasa free. ukaachiliwe huru By the power kwa nguvu that is in the name of Jesus. ambazo zilimsoma katika Be jina la set Yesu. free Achiliwa from the crown of your head toka kwenye utosi to the soles of your feet. hadi kwenye miguu yako. We detach your soul Tunachishinisha nafsi from yako every demonic kutoka connection. kwa nguvu zote za kipepo The name of kwa Jesus. jina la Yesu. Be thou made free. Sasa ukawe huru, Be thou made free. sasa ukawe huru, Be thou set free. sasa ukawe huru, Be thou set free. sasa ukawe huru, Be thou set sasa free. ukawe huru, Be thou set free. sasa ukawe huru. Young man, We kijana, the God of heaven, Mungu wa mbinguni, the seed that has been planted ile mbegu ambayo imepandwa will sprout up na sasa itamea into a great tree, kuwa mti a mkubwa tree of na righteousness. mti wa utakatifu In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. My Father, Baba yangu, I pray for my motherland. ninaombea ardhi yetu, I pray for my fathers. ninaombea baba zangu I wote, pray for my mothers. ninaombea mama zangu I wote, pray for my brothers. ninaombea ndugu I zangu wote, pray for my sisters. ninaombea dada I zangu pray wote, for my cousins. ninaombea wale watu I pray wangu for wote, engagements. ninaombea kizazi I chetu pray chote, for our people. ninaombea watu wetu. Lord Jesus, Baba Yesu, remember Yala. kumbuka yala. Father, remember Yala. Baba kumbuka yala. Father, remember Yala. Baba kumbuka yala. May the glory Na utukufu that was lost ambao ulipotea be restored ukarejeshwe by the power kwa nguvu that is in the name of ambayo iliyo Jesus. katika jina la Yesu. It took a prophet Ilimgharimu mtumishi wa Mungu, to make the children of Israel be free. ilimgharimu nabii wa Mungu kuweka wana wa Israeli wakuwe huru. It is said by the hand of the prophet, Imeandikwa kwamba kwa mkono wa nabii Israel was delivered. Israeli ilikombolewa. Today by our hand, Leo hii kwa mikono yetu may Yala be na delivered. yala In ikakombolewe the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Age old altars in this land. Kila madhabahu iliyo katika ardhi hii, Age old voice in this land. kila madhabahu yaliyo katika Bloodshed on the roads. ile kumwagwa kwa damu katika barabara, Evil spirits from the dam. nguvu za kipepo katika kule Satanic voice in this land. zile sauti ya kipepo katika We ardhi stop them tunazinyamazisha by the power kwa nguvu in the name of Jesus. jina la Yesu. We declare, Tunaamrisha let God arise. wacha Mungu akainuke, Let God wacha arise. Mungu ainuke, Let God wacha arise. Mungu ainuke His enemies be ili scattered. kwamba adui
zake wakagawanyika. Our God arise in Yala. Mungu wetu inuka Yala. We pray for the churches Tunaombea makanisa in Islam. katika ardhi hii. We pray for the pastors, Tunaombea wachungaji, men and women of God, watumishi wote wa Mungu who are laboring in Islam. ambao wanafanya kazi katika ardhi hii. We pray for grace. Tunaombea neema. It is not easy, Si rahisi, but we pray lakini tunaomba for the grace of God. kwa nguvu za neema ya Mungu. Bless your people. Kwamba bariki watu The wako. peace of God Neema na amani ya Mungu remain in this land. ikasalie mahali hapa. You have said in your word, Umesema katika neno lako you shall restore kwamba utarejesha the years of the locust, miaka iliyoliwa na the zige, years of the cankerworm, miaka ambayo the years iliyoliwa of na the zige, cankerworm and the caterpillar. ile miaka ambayo ililiwa yote na zige na wadudu. Behold the land. Hakika ardhi Restore this land. irejeshe ardhi, And we speak to you. na tunakunenea Mungu Oh earth, oh earth, kwamba ardhi, ardhi, oh earth, ardhi, oh earth. ardhi, Hear thee the word of the Lord. kwamba isikie neno la Mungu, Hear the earth of Yala. kwamba ardhi ya Yala Hear the word of God. sikia neno la Mungu. We are speaking to you. Tunakunenea wewe. Jesus is here. Yesu yu hapa. The gates be open, Malango yafunguliwe, that the King of glory kwamba mtu mkuu wa utukufu may come in. akaingie. Father, Baba, tunakushukuru, we give you praise. tunakupa usifa, We give you our all, tunakupa yote, for you are our kwa God. kuwa wewe ni Mungu In wetu. Jesus' Kwa mighty jina la name. Yesu, Amen. amen. Celebrate the Lord this evening. Pigie Bwana Yesu makofi jioni ya leo. Celebrate the Lord. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Simama tu kidogo nikupatie matangazo. Kesho sababu umeombewa. Wale ambao umeomba twende hivi kidogo. Twende hivi. Kesho saa 2 kamili tunawakaribisheni kwa ibada ya kwanza kabisa kwa kanisa letu hapa hapo karibu opposite Yala Resort hapa mbele. Kanisa hapo saa 2 kamili tunawakaribisha. Hebu ambia jirani, ongea na jirani, mwambie saa 2 usikose. Alafu kesho saa 8 kamili